tunashukuru tumeingia Dar kwenye hali nzuri, ni wazima wote, na leo hapa kama mnavyotuona hapa ni mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho zidi na wapinzani wetu, timu nzuri, timu kubwa. Kwa namna ambavyo umecheza hatua iliyopita, ukifanikiwa kuondosha mwana finali kwa msimu uliopita kwa maana ya Azam FC, na kwenda kukutana na Simba ambayo inatamani kwenda kucheza hatua ya finali kwa msimu huu, unadhani itakuwa ni rahisi kiasi gani au ni ngumu kiasi gani kwa upande wenu? Jambo la mwanzo, na ndio maana nimeliongea mwanzo, ni mechi ya kesho, ni mechi ngumu, inahitaji mbinu zaidi, inahitaji ni akili zaidi. Ukiangalia timu ya Simba jinsi ilivyo, ni timu kubwa, alafu ukiangalia juzi tu wametoka katika ni mechi kubwa, wamewini, yani ni uhakika wetu mkubwa, wanaingia kwenye mechi ya kesho wana confidence, wana morali nzuri, lakini hata sisi tumelitambua hilo, na vijana wangu ndio maana leo nawaandaa hapa ili walifahamu, lakini hata sisi Mbeya City si wanyonge sana usema kweli kwenye mechi ya kesho. Tumejiandaa vyema, na uhakika wangu mzuri ni game ya kesho ni game nzuri yenye ufundi na mbinu zaidi. Mnaenda kukutana na Simba, mnazungumza nini na wachezaji wanapenda kukutana na timu kubwa kama Simba kwa faida yao pia lakini kwa faida ya timu? Yani sisi hatuliongelei sana Simba. Mimi hapa ninaiongelea zaidi timu yangu ni ya Mbeya City. Tumejiandaa vipi kuikabili Simba. Sasa hatuiongelee kama Simba ni timu kubwa, ni wao, lakini hata vile Mbeya City sio timu ndogo. Mbeya City nao timu kubwa, inajulikanika nchi hii. Sasa ni kwa maana hiyo ndio maana nimesema mwanzo, mchezo wa kesho ni mechi moja nzuri na ngumu zaidi kwa pande zote mbili. Tutarajie game ya namna gani? Ndio maana nimesema mwanzo, ni mechi ya kesho ni mechi ya mbinu. Usipofanya mbinu kwenye mechi ya kesho utapotea ni mapema zaidi. Sasa sisi tumejipanga, yani mbinu ziwe nyingi kuliko ni individual. Kocha, Mbeya City imefanikiwa kutoa mchezaji bora wa mwezi Mwani Tobias. Hii inawapa hamasa kiasi gani kuelekea kukutana na Simba Sports Club? Ndio maana tumelisema hilo, yani unapotoa ni mchezaji bora inajengwa ni morali zaidi kwenye timu, kila mchezaji anahitaji hilo, yani hicho kitu awe nacho. Okay, asante. Kwanza hongereni, mapambano mazuri sana mnafanya championship na kazi nzuri inaonekana. So far mmemove mpaka nafasi ya pili. Hii ni mechi nyingine muhimu sana, na kumbukumbu nzuri ni kwamba wakati mkicheza pia na timu ya ligi kuu Azam FC mlifanikiwa kuwatoa. Kuna chochote mtakopi na kupesti kutoka kwenye ile mechi ya Azam FC na kuja kuleta huko kwenye mechi ya Simba? Kwanza nianze kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha Dar es Salaam salama. Pia niwashukuru wachezaji wenzangu kwa kufika salama, kwa sababu kinachofuata saizi hapa ni mechi na Simba, lakini siwezi kuzungumzia sana mechi ya Azam, lakini nitazungumzia mechi hii hapa ambayo ni ya muhimu, ambayo itakuwa ni ya kesho. Lakini kama si wachezaji wote wamejiandaa vizuri kuhakikisha mechi ya kesho wanapambana na kupata ushindi. Lakini kingine, Simba ni timu kubwa na sio timu ndogo, lakini sisi tutacheza kwa kuheshimu, kuhakikisha na sisi tunacheza kwa kuheshimu, kuhakikisha tunapata pointi 3 kesho. Kuna maelekezo pengine mwalimu amewapa na vitu vya kufanya ambavyo pengine mtakwenda kufanya kesho? Maelekezo nadhani ni yale, lakini kikubwa lazima kesho tuingie kwa tahadhari. Haitakuwa mechi rahisi, lakini asilimia kubwa tutafuata mfumo wetu ambao tunacheza ili tupambane, tuhakikishe sogea tu inayofuata. Ingawa mechi haitakuwa rahisi, lakini tunajua Simba timu kubwa. Kwa hiyo tutashukuru tu Mungu kwa chochote kitakitokea hapo, lakini kikubwa sisi tuna imani tutapata matokeo mazuri. Nyinyi kama wachezaji sasa mnahamasishana nini, mnazungumza nini kuelekea mechi hiyo sasa hivi? Mimi naweza kusema tunachozungumza ni kuhakikisha tunashinda mechi ya kesho tuweze kuvuka hatua inayofuata. Hamna kingine zaidi. Ukitazama Simba wametoka kushinda mechi yao iliyopita na kutinga hatua ya nusu finali ya michuano mikubwa ya shirikisho barani Afrika. Hii inaenda kuleta ugumu kiasi gani kwa upande wenu? Ugumu upo, lakini nadhani dakika 90 zitaamua nani anaweza kuvuka hatua inayofuata. Ushindi na Azam FC hatua iliyopita inaenda kuwapa morali pia kwenda kukutana na Simba? Ndio maana nimesema hivi, siwezi kuzungumzia sana mechi ya Azam kwa sababu mechi ya Azam ishapita, lakini kikubwa sisi tunazungumzia mechi ya kesho ambayo tunacheza na Simba Sports Club. Lakini ndio maana nimesema kikubwa kabisa sisi hapa tumejiandaa kwa ajili ya kupambana kisha tunashinda mechi ya kesho. Kwa sababu kama tuzungumzie mechi iliyopita kwa mara nyingi tunakuwa tunakosea, lakini sisi tunafocus sana mechi ya kesho. Ile tushaimaliza, tushaiacha, tunafocus na ya kesho.
Kwenye mechi kama hizi timu nyingi ama madaraja ya kati, wachezaji huwa wanatumia fursa hii kwenda kujitangaza pia wenyewe. Nyewe kama wachezaji huwa mnazungumza nini zaidi kwa ajili ya manufaa yenu kwa ujumla? Wachezaji huwa wanajadili vitu vingi. Cha kwanza ninaweza ngazungumza kwa mfano mechi ya kesho. Cha kwanza wachezaji wanazungumza kuonyesha performance nzuri. Hakuna mtu ambaye anatamani akafanye vibaya pale. Kila mtu anahitaji akafanye performance nzuri ili akajiweke sokoni kuhakikisha msimu unaofuata aweze kupata timu nyingine. Lakini asilimia kubwa kwa timu yangu mimi vijana na Zimani wamejiandaa kuhakikisha wanapambana kwa ajili ya mechi ya kesho. Uzuri kwenye kikosi chenu bana, kuna wachezaji wengi wazoefu, na hii sio mechi ya mara ya kwanza mnacheza na Simba. Mchezaji kama wewe, Peter Mwalianzi, Mudathiri, ni wengi mna uzoefu wa hivi. Ninyi wazoefu mna chochote pengine mmepata wakati wa kuzungumza na wachezaji wachanga ambao wapo kwenye kikosi? Nini hasa kinapaswa kufanyika kwenye michezo kama hii ambayo inakutanisha majiant hawa wakubwa na timu kama aina ya ambayo uko sasa? Unachozungumza ni kweli, sisi kama watu wakubwa katika timu yetu, lakini asilimia kubwa huwa tunaongea na vijana na kuwashauri nini kifanyike na waweze kusikiliza ili tuweze kushinda mechi ya kesho. Lakini asilimia kubwa vijana waliopo wengi ni wasikivu, wanajua nini cha kufanya na wanaelewa tutakachowaambia. Lakini na imani mechi ya kesho utaona hata mwenyeji jinsi wanavyopambana na kuhakikisha wanapata magoli ili kuweza kusonga hatua inayofuata. Kila la heri. Wanaingia katika uwanja wa KMC Complex kwa ajili ya kufanya mazoezi kuelekea mechi yao ya robo finali dhidi ya Simba Sports Club, ambayo mechi itachezwa siku ya kesho katika uwanja wa KMC Complex. Hivi ndivyo walivyowasili uwanjani hapa kwa ajili ya kuja kujiandaa na mazoezi. Hii ni baada ya Simba Sports kumaliza mazoezi katika uwanja wa KMC Complex. Yes. Wachezaji wanashuka kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya kujiandaa na mechi ya kesho dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo mechi itachezeka katika uwanja wa KMC Complex, na mechi itakuwa ni dhidi ya Simba Sports, ambapo ni mashindano ya CRDB Confederation. Kumbuka kwamba Mbeya City walimtoa Azam FC katika mashindano haya. Lekea ndani uwanjani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa CRDB Confederation, ambapo ni mchezo wa robo finali ambapo watacheza na Wekundu wa Msimbazi Simba Sports. Na hii ni game baada ya Wekundu wa Msimbazi kufuzu nusu finali ya kombe la CAF, la shirikisho CAF. Mechi inayofuata ni dhidi ya Mbeya City, ambapo ni mechi ya robo finali.